Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi wa Oktoba 2025. Mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Leo ni Oktoba 15. Tutaenda kuiangazia mada inayosema kaida ya ubatizo. Lakini kabla hatujajifunza mada hii, ni kualike tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee siku ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike. Asante kwa ajili ya kila ambaye ametenga muda wake kujifunza neno lako. Ukambariki na jina lako litukuzwe sana. Tumekuja kwako tukitubu dhambi zetu. Tusamehe uovu wetu. Tusafishe, tutakase, ukaturehemu. Asante kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike ambao Baba umewaleta tena wajifunze, lakini wanazo changamoto katika maisha yao. Yuko huyu ni mgonjwa, yuko yule baba analo jambo fulani ambalo anatamani ukamtendee. Ninawaleta wote miguuni pako. Tunapokuwa tukiomba, tunapotaja haja zetu mbalimbali, tunapokueleza shida zetu, ukasikie, ukaitike, ukajibu, ukatusamehe uovu wetu, ukasikie kutoka mbinguni, ukatuponye sawa na mapenzi yako. Kwa namna ya pekee sana, leta amani katika mioyo yetu. Tupe ujasiri wa kusonga mbele katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kaida ya ubatizo. Warumi sura ile ya 6 aya 4 inasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kaida za ubatizo na meza ya Bwana ni nguzo mbili za ukumbusho. Juu ya kaida hizi Bwana Yesu ameliandika jina la Mungu wa kweli. Yesu ameufanya ubatizo kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake wa kiroho. Amelifanya hili kuwa sharti chanya ambalo wote ambao wanatamani kutambuliwa kuwa chini ya mamlaka ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanalazimika kukubaliana nalo. Kabla mtu hajafanya makao kanisani, kabla ya kupata malango ya ufalme wa Mungu wa kiroho, analazimika kupokea chapa ya jina takatifu. Bwana ni haki yetu, Yeremia 23 aya 6. Ubatizo ni kuukana ulimwengu kwa hali ya juu. Wale ambao wamebatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hutangaza hadharani kwamba wameacha kumtumikia Shetani na wamekuwa washiriki wa familia ya kifalme, wana wa mfalme wa mbinguni. Wameitii amri, tokeni kati yao, mkatengwe nao, msiguse kitu kilicho kichafu, na ahadi itatimizwa kwao. Nitawapokea na nitakuwa Baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mungu. Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho sura ya 6 aya 17 na 18. Kanuni za maisha ya Kikristo zinapaswa kuwekwa wazi kwa wale ambao wameupokea ukweli. Hakuna wanaoweza kutegemea kukiri kwao imani kwa uthibitisho kwamba wamekuwa na uhusiano uokoao pamoja na Yesu. Hatupaswi tu kusema naamini, bali kufanyia kazi ukweli. Ni kwa kukubaliana na mapenzi ya Mungu katika maneno yetu, mwenendo wetu, tabia yetu, ndipo tunathibitisha muunganiko wetu na yeye.
Wakati wowote mtu anapoikana dhambi, ambayo ni uasi wa sheria, maisha yake yataletwa katika makubaliano na sheria, katika utii mkamilifu. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Nuru ya neno inapochunguzwa kwa uangalifu, sauti ya dhamira, jitihada ya Roho huzalisha moyoni upendo wa kweli kwa Yesu, ambaye alijitoa kuwa kafara kamilifu ili kumwokoa mtu mzima kabisa, mwili, nafsi na roho. Na upendo unadhihirishwa katika utii. Mstari wa utengano utakuwa dhahiri kati ya wale wanaompenda Mungu na kuzishika amri zake na wale wasiompenda na kuzipuuza amri zake. Wakristo wa kike na wa kiume walio waaminifu wanapaswa kuwa na shauku kubwa ya kuzileta nafsi zilizoongoka kwenye utambuzi sahihi wa haki katika Kristo Yesu. Hawapaswi kupuuza mafundisho ya uaminifu, ya upole na ya upendo ambayo ni muhimu sana kwa waongofu wachanga, ili kwamba kusije kukawa na kazi ya shingo upande. Uzoefu wa awali kabisa unapaswa kuwa sawa. Kwa njia ya kushirikiana na wale wampendao na kumcha Mungu, watapokea imani. Testimonies for the Church, gombo la 6, ukurasa wa 91 hadi 93. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Oktoba 15, tulipojifunza mada inayosema kaida ya ubatizo. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Natamani unisikie ninapoliita jina lako. Natamani unisikie ninapoipaza sauti yangu. Uliahidi kutoacha nipotee, maana wewe u pamoja nami. Unisikie, unijibu, ewe Bwana. Natamani unisikie ninapoliita jina lako. Natamani unisikie ninapoipaza sauti yangu. Uliahidi kutoacha nipotee, maana wewe u pamoja nami. Unisikie, unijibu, ewe Bwana. Nitakusubiri, maombi yangu uyajibu. Nitakusubiri, maombi yangu uyajibu. Uliahidi kutoacha nipotee, maana wewe u pamoja nami. Nitakusubiri, ewe Bwana. Nitakusubiri, maombi yangu uyajibu. Nitakusubiri, maombi yangu uyajibu. Uliahidi kutoacha nipotee, maana wewe u pamoja nami. Nitakusubiri, ewe Bwana.
Mbele zako Bwana tumekuja, utusikie watoto wako. Tumechoshwa na shida, leo twaja kwako. Uliahidi hutoacha tupotee, maana wewe upamoja nasi. Utusikie, utujibu, ewe Bwana. Mbele zako Bwana tumekuja, utusikie watoto wako. Tumechoshwa na shida, leo twaja kwako. Uliahidi hutoacha tupotee, maana wewe upamoja nasi. Utusikie, utujibu, ewe Bwana. Tutakusubiri, maombi yetu uyajibu. Tutakusubiri, maombi yetu uyajibu. Uliahidi hutoacha tupotee, maana wewe upamoja nasi. Tutakusubiri, ewe Bwana. Tutakusubiri, maombi yetu uyajibu. Tutakusubiri, maombi yetu uyajibu. Uliahidi hutoacha tupotee, maana wewe upamoja nasi. Tutakusubiri, ewe Bwana. Tutakusubiri, maombi yetu uyajibu. Tutakusubiri, maombi yetu uyajibu. Uliahidi hutoacha tupotee, maana wewe upamoja nasi. Tutakusubiri, ewe Bwana.